Aba Ikra. Huyo aliyeingia katika Uislamu anasema anataka kujitahidi kwenye mwezi wa Ramadhani amalize mushafu wote, lakini kwa sababu hajui kusoma anamaliza kwa kusoma tafsiri ya Kiingereza, anapata fadhila. Naam, pata fadhila. Sheikh Imamu al-Haram Badr, huyu ni imamu wa haram, hajajulikana sana, sauti kama ya Shurem vile, ni nzito, haifanani na sura yake. Alikuwa na darsa la kuhusu Qur'ani na Ramadhani, akasema katika ile darasa lake, mtu inapendeza kabla hujakuja kusali haram, unajua leo tunasoma juzu kadhaa, unapitia msafu wa tafsiri, ili unapokuja kusali ukisikia imamu anavyosoma unaathirika, kwa sababu unajua maana yake. Na sisi wote tunasaidiana nyumbani na watu wengine wote mnaingia kwenye Zoom, kila baada ya tarawih tunachukua tafsiri. Tuko kwenye tafsiri ya suratul Baqara. Zamani tulikuwa tunaanza ratibu, tunaleta faida nyingi sana, lakini nyumbani wamenipa ushauri kama tusilete faida nyingi, yani tuzungumze juu juu ili watu wafaidike. Hivi tunazungumza juu juu hivi, tunafika kwenye aya ya 103, tulikuwa tunatamani huyu mwezi tumalize juzu lote, watu wanapata faida pamoja na hivyo vote, na hapo ndio naacha nyingi. Kwa hiyo huyo aliyeslim kafanya vema, sema tu muongezee kafaida kangine aisikie pia, hilo litamsaidia sana. Kwa Kiarabu si hajajua kusoma, aisikie pia, aweke ile juzu ile anataka kusoma tafsiri ya Kiingereza, alisikie kwanza, aweke imamu mwenye anampendaga asome, amsikize, akimaliza asome sasa tafsiri ya Kiingereza. Na muongezeka kitu kingine, ajitahidi kutafuta mwalimu amsomeshe sana kwenye huu mwezi, kinyume na kisa atakavyomfundisha nje ya Ramadhani. Wallahu a'lam. Allah jazaik.